watu mnaona kama sasa jina lako mwenyewe pale mtongoza. Ndio. Naitwa Nuruddin Anas Mbaji, ni diwani wa kata ya Mirongo, kata ya Mjini. Leo tarehe 2 mwezi wa 12 2025, kwa uwezo wake Mungu, leo ndio siku ambayo madiwani wote wa wilaya ya Nyamagana kata 18 pamoja na viti maalum tumeapishwa katika ukumbi mkubwa wa halmashauri ya jiji. Nadhani nyote mlikuwepo. Tunashukuru Mungu kwa tendo hili. Mungu ni mwema, tunamshukuru sana kwa kufika hatua hii. Na pamoja na hivyo, waandishi wa habari pia mlikuwepo ukumbini. Madiwani wote takriban 26 walikuwa na hamu kabisa ya kuanza kazi hii ambayo tumeiomba kwa wananchi, na kupiga kura tarehe 29 Oktoba wakatuchagua. Kwa hiyo leo ndio tumeanza kazi rasmi baada ya kuwa tumepanda kiapo. Kama mnavyojua, kanuni zinasema diwani akishakuwa amechaguliwa hataanza majukumu yake mpaka atakapokula kiapo, lakini pia kutoa tamko la maadili, vitu ambavyo vyote vimeambatana vyote viwili. Nashukuru Mungu na vyote vimeshafanyika, na sasa kila diwani ambaye ameteuliwa kata yake aina kufanya kazi chini ya kiapo ambacho amekiapa hii leo. Kuhusu changamoto ambazo mnadhani nyinyi mnaziona changamoto kwamba madiwani umetokea kufahamu kwamba walitaka ufafanuzi juu ya taarifa ambazo zimeletwa na mkurugenzi, hasa jambo la kawaida. Tufahamishwe vizuri, jambo la kawaida, jambo la kanuni, na kwa sababu baraza hili la leo ni baraza maalum, baraza la kwanza la madiwani maalum, baraza ambalo limeitwa kwa waraka wa waziri wa TAMISEMI, mamlaka aliyopewa na sheria, kwamba lina muongozo. Baraza hili lina muongozo, na baraza hili hasa lilikuwa na ajenda kuu mbili. Ajenda ya kwanza ilikuwa ni kumchagua au kumdhibitisha naibu meya ambaye kishachaguliwa katika kokasi ya chama ya kwanza, na ajenda ya pili ilikuwa ni kupokea taarifa ya mkurugenzi wa halmashauri ya jiji juu ya utekelezaji wa miradi iliyokuwa imetekelezwa baada ya baraza la madiwani kuwa limevunjwa. Hapa katikati kuna mambo yanatekelezwa. Kama mfahamu, halmashauri ina sehemu mbili ya madiwani kwa utekelezaji. Kuna madiwani, lakini kuna wataalamu. Kwa hiyo madiwani wakiwa baraza limevunjwa, si kwamba kazi hizo zisiendelee, maisha yasiendelee, huduma za wananchi zisiendelee. Kwa hiyo madiwani wanavunjwa kwenda kwenye uchaguzi, lakini wataalamu wa halmashauri wa jiji wanaendelea na kutumikia wananchi katika. Sasa hayo waliyofanya katika kipindi ambacho madiwani walikuwa hawapo, ndio hayo tumeletewa leo ili kuyajadili na kuyapitisha tuone, alafu kesho tuendelee kuanzia hapo. Kwa hiyo ufafanuzi tuliopewa ni huo, lakini pia tumeomba kupata semina siku 2-3 ili sisi madiwani wapya tuweze kupitishwa namna ya kuendesha halmashauri, kujua halmashauri, kanuni zetu za kudumu kama hivyo, na tumepanga vizuri, mkurugenzi ametubalia vizuri. Kwa hiyo tutapangiwa semina kwa ajili ya kuelimishwa namna ya kuwatumikia wananchi vizuri wale tutuma katika halmashauri hii. Swala la kuchelewesha pengine kwa makanisa kama haya wako kama sisi gani kama madiwani kwa wale ambao swala la makabrasha, na tumeomba mkurugenzi na ameridhia kwamba tuwe tunapata makabrasha mapema kabla ya kikao, siku 7 angalau, ili kila mtu aweze kupitia anapoenda kwenye kikao cha baraza au aenda kujadili nini. Halina ukakasi msachi, isipokuwa tu ni namna tumetoa maelekezo na imekubalika. Kwa hiyo tunaweza kusema ni ukakasi kwa sababu ndio tumeanza leo. Sasa ni ukakasi kwenye kikao gani? Kikao cha leo ndio tumeanza, tumetoa maelekezo na imekubalika na imetolewa. Amesema amepokea, atakuwa anatoa kabrasha kabla ya siku 7 ili kila mmoja afanye nini, aweze kupitia kile atakachoenda kujadili barazani, ili usiweze kushtukiza unajadili vitu ambavyo kila mtu anashangaa ni vitu gani. Kwa hiyo ni jambo la kawaida ambalo nadhani maelekezo yametolewa na yamepokelewa. Naam, asante. Baraza kwa kweli taji baraza ambalo lenye uweledi, lenye baraza zuri, lenye kujenga hoja. Kwanza madiwani wote mmewaona, baraza la madiwani limechanganya watu tofauti. Kuna vijana wengi, kuna sisi wazee pia tumo, kuna wasomi mpaka PhD,
kuna madaktari mle ndani, kuna wanasheria, kuna CPA, unashafahamu. Kwa hiyo ni watu wenye uzoefu mkubwa tu, lakini pia ni madiwani ambao sana sana ukiangalia watu huone kama kuna diwani ambaye ana njaa za kichwani, wana njaa za tumboni ambazo ukila unashiba, kuliko kuwa na njaa kichwani, kipanda kichwani njaa haishibi hilo. Kwa hiyo madiwani ambao wanajitambua na wanajielewa na wametumwa na wananchi kutumikia. Jiji la Mwanza kama unaona maswali yalikuwa yanatoka hapa, lakini kikao cha kwanza jiji la Mwanza mimi nimemwambia hapa, jiji la pili katika nchi yetu, lakini saa 4 mjini hamna mtu, haiwezekani. Nenda Kasulu hapa, nenda Kahama. Kahama ni halmashauri tu, mpaka saa 8 unanunua suti, saa 4 za usiku unanunua suti dukani Kahama. Nenda Kasulu mpaka saa 7, saa 8, saa 9 restaurant ziko wazi, lakini sisi kwetu saa 4 hapa jiji la Mwanza giza, watu wameshaenda kulala vijijini. Haiwezekani. Kama tunahitaji vijana wetu wapate kazi, lazima tuwe na shift 2 katika kazi. Mtu ambaye ana duka la watu 6 7 anafungua duka tangu asubuhi saa 12, shift inaondoka, ataajiri wengine 6 kwa ajili ya kwenda kukesha. Mtu ambaye ana camp station vituo vya mafuta inafanya kazi 24 hours, kwa maana kuna wafanyakazi pia 2. Kwa hiyo unaweza kuona vijana wetu wanapata kazi kwa sababu ya shift hizo 2. Lakini jiji la Mwanza, jiji kama hili saa 4 jiji ya watu wako mjini. Kwa nini leo mtu akitoka Dar es Salaam na gari akifika saa 7 za usiku hapa hana kula chakula, lazima ule bar, na si kila mtu anaweza kwenda kula bar. Kwa hiyo tuwe na restaurant ambazo zinakesha, watu wanapata shift, tuwe na maduka ambayo yanaendelea, tuwe na huduma mbalimbali ambazo zinaendelea, kwa sababu hatuna tishio la usalama katika jiji la Mwanza. Tunapoambiwa Mwanza ni hub ya kibiashara, maana yake nini? Mtu akishuka na ndege airport afika hapa apate huduma, mtu akija na gari usiku saa 8 apate huduma, ndio tunachokitaka. Na pia tumeweza mstakimea kwamba mji wa Mwanza una giza. Serikali imetumia pesa kubwa sana kutengeneza barabara, lakini kuweka mataa kila barabara. Leo nenda Isamilo kuna kama na Tarazo, barabara taa ni giza, hazifanyi kazi. Ni namna gani, mkataba gani ambao wanasaini halmashauri wa mtu kuweka taa, halafu baada ya miezi 6 taa zile hazifanyi kazi? Hakuna matengenezo, hakuna nini. Tunakuja kusimamia mambo yote haya ili mji wetu uwake. Leo saa za mjini, zile saa kubwa za mjini, zile zote zimebaki kama mapambo, hazifanyi kazi, na ni vitu ambavyo vina upamba mji wetu. Mji wetu ni mchafu sasa hivi. Kwa tunakuja barazani, tutegemee baraza ambalo kwa kweli tutasimamia jiji la Mwanza, litakuwa zuri na litakuwa safi, na maendeleo mtayaona, na naamini kwa sababu madiwani wanafanya kazi nzuri ambayo nimeiamini. Asante sana.